Sema. Unaniletea? Haya, kesho nitasikia ukiniambia kitu hata mimi sitakufanyia. Sawa? Unajua niko na marafiki zangu hapa nilikuwa nataka acha maswali mengi. Kama uniletee kata. Unaleta? Ndio atakaki maneno. Fika tu saa hii ametoka shule tao. Anasomeanga tao. Ile tu ile ilikuwa amesema hawezi kuja. Mpigie simu amwambie kuja tena. Na tulikuwa tumekubaliana. Lakini ameipata. Ameipata. That's good. Ameipata. Hiyo kibeti siwezi kuacha. Juu hata nikitaka kunywa mafuta na one more. Sasa wewe ndio mtoto wangu nimebaki na yeye, unakataa kunisaidia nisaidiwe na nani? Nitakubaia kuku. Si ungeuke tugeuza maji. Muongezee chipo. Umetoka shule sasa hivi umechoka. Sasa utanitumania nani? Utaenda hapo kwa gate nini? Nikutume hapo kwa gate. Upeane kwa boda. Uende tu hapo kwa main gate, uko si mbali. Ni sawa? Unajua niko na wageni hapa kanisani, sasa nitawaachia nani? Ni kitu ya maana nafanya hapa imani. Sasa hiyo funguo tunaitaka nifungue nitoe Biblia. Iko hapa kwa hii ni box iko hapa. Bible ndio nataka. Ati nifanye nini? Nifanye hiyo pepa moja tu. Unipelekee hapo kwa gate mtu wa modani lete, sawa? Ati fanya hivi usifungue, ungoje mtu akigonga umfungulie na tumana sawa? Mtu akikuja nitakwambia mwenye utampatia. Sio kibeti yangu. Pastor Faith. Watu wanauliza hapa ni Umoja 3 wapi? Watu? Wanauliza hapa ni Umoja 3 wapi? Sijui kama unaweza waambia hapa ni Umoja 3 wapi? Hapa ni Umoja 3 kunaitwa kwa Masai. Ama karibu na Alfajiri. Guys like hapo. Tuko Nairobi sasa, tumeingia Nairobi ndani sasa. Tuko Umoja 3. Hapa inaitwa kwa Masai. Yes. Hapa ni kwa Masai ini. Haleluya. Hapa ni kwa Masai ini Motherboru, hapa ni kwa Masai ini. Kama unataka kukutana na sisi tuko Umoja 3. Umoja. Karibuni sana, tusalimiane one on one. Tusalimiane sisi na nyinyi, tukutane sisi na nyinyi. Tuko Umoja 3. Tupike like guys. Pika like hapo. Pika like. Najua singeongea maana nilikuwa kwa wenyewe, lakini nimepewa nafasi ya kuongea. Mnaongea na yeye ni Apostle Joshua. So tu Umoja 3 kwa Masai.
Ukipiga simu kuelezea vile utakuja, uweze kutupata mahali hapa, tupatane one on one, na tutakuwa na ibada hapa kubwa sana. Ukiangalia tuko kanisani, tutakuwa na ibada kubwa, watu wataombewa hapa leo, na naamini kwamba Mungu atatenda ishara, atatenda maajabu, atatenda mambo makubwa sana kuliko yale hata tuombayo. Neno la Mungu lazima iendelee. Niliwaambia neno la Mungu lazima isonge mbele. Jana Mungu niona nilikuwa sehemu za Giligili, nilikuwa sehemu za Naivasha, sehemu za Nyama Choma ukielekea na Nakuru. Tulikuwa pale, tulikuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Nyaka. Pastor Nyaka? Yes. Jana tulikuwa wapi? Tulikuwa huko pande ya Giligili, sehemu inaitwa Kikope. Kikope, yes. Mahali pale na tuliweza kuenda huduma. Na hakika tuliweza kumuona Mungu. Amina. Zile kwa sababu Mungu alitembea. Yes. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Amen. Naweza ambia watu wafanye namna gani? So wale ambao wako karibu hapa Umoja, wanaweza tembea tu hapa, tuko na ibada ambayo itakuwa ni ibada ya kufana tena zaidi. Yes. Na tutakuwa hapa masaa ambayo sio masaa mingi. Kwa hivyo mnaweza harakisha wale ambao wanaweza tembea, kuja hapa Umoja ndio tuweze kuwa na hii ibada na tuweze kuwa na maombi pamoja. Kwa hivyo Mungu anaendelea kutenda mambo. Na pia tuko na mpango wa kufungua madhabahu hapa lazima. Hii madhabahu ikuwe ya Evans Gate Ministry Nairobi. Hapa ni east, hapa ni west. Nairobi Umoja 3. Yes. So guys, mkituona kwamba tumekuja na mama salimia wapendwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunawapenda, na kama uko karibu Nairobi Umoja 3, karibuni tukue na ibada na mtabarikiwa. Tunawapenda sana. Be blessed. Watu wa Nairobi, leo tumesema ni siku yenu, tutatembea karibu bila tuchukue live. Sasa leo tumetembea hapa lazima Nairobi. Piga like pale, tukisonga. Na operation ilianza ile ambayo niliwaambia by Saturday tutakuwa tunafanya yale mambo mtashangaa sana. Wow, looking amazing bam. Kida na kuchokoza hapa. So guys, mimi ni Joshua na tuko na mpendwa wako hapa ndio ametukaribisha. Hebu kuja tuambie unaitwa nani tafadhali? Mimi. Yes. Naitwa Basiria. Basiria. Huyu ni Basiria. Yes. Ni mshirika wa kanisa, mchungaji ashatoka nje. So tumekuja huku. Waambie kitu. Waambie watu kitu, unaangaliwa na watu zaidi ya 35. Yes. Praise God. Na wakaribisha huku Umoja 3. Ukikuja mtatupata na mtapata Yesu. Barikiwe. Amen. Amen. Yes. Juliet Mwongeri unasema namna gani? Na sisi tumetembea moja kwa moja mpaka tumepitia mahali inaitwa namna gani? Tumepitia Kikomba. Na pia tukakuja huko Umoja 3. So guys, tumekuja uko na mpendwa wako hospitali hapa Nairobi. Kazi imeanza, huduma ya huku Nairobi imeanza. Tutembea kila mahali. Nimeona Susan mmoja akisema tuombee mama yake ako Unlimited Avenue Hospital. Sijui iko wapi hiyo. Kama iko hapa Nairobi tuambie, sisi tuko Nairobi sasa. Tuko Nairobi sisi. Sisi tuko Nairobi. Naanza na mahali pale sisi. Joyce Kidinchi, wewe ni wa kwetu Jambine, Kinangop iko pande gani? Narok. Tumepitia Kinangop juzi tu, tumepitia Narok juzi. So guys, welcome kama kwa mahali pale. Na mbamu ile mnajua kwamba kujeni hapa tukue na ushirika pamoja, maana neema itatembea hapa. Nataka tuinue madhabahu inuke na isonge mbali. Tumekuja kusimama na mchungaji ili aweze kusonga mbali, ili aweze kwenda mbali, ili Mungu aweze kumuinua, ili Mungu ampeleke kiwango na piwango. Yule Mungu aliyenianzilisha kutoka chini, kutoka kwa mti akanipeleka kwa kalumu kama haka, na akanipeleka kiwango hicho ambacho niko. Tumekuja kumuita mahali hapa, na niko na imani ya kwamba ataonekana leo. So tutakuwa na service ya kupendeza sana. Tutakuja kuita Mungu hapa, tumuinulie madhabahu yenye itaweza kukomboa watu wa Umoja 3. Pia tumuinulie madhabahu katika Athena Thika, na ikainua mji wa Athena. Tumekuja kuinua pia madhabahu hapa Umoja 3 ili watu wa Umoja 3
waweze kupona, watu 1-3 waweze kupona. Susan Mwangi nimejua, nimeona Happy Hospital iko Parklands. Okay, sawa, tutapanga tutembee pale sababu ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hata tunaenda Monday. Yes, Nyandarua account. Oh, kina go iko Nyandarua. Nyandarua si iko hapa nini? Hapa naipasha na hapa mbele. Happy Hospital iko Parklands. Asante sana. Josephine Mogira. Yes. Apostle Joshua, msichana wangu Evelyn Kerubo Mogire apate barua ya conduct with immediate effect in Jesus Christ name we pray and we believe in faith. Amen. Asante sana Josephine Mogire, unakuanga na imani sana. Kwida, Apostle mbona hujasoma SMS yangu? Gani hiyo? Frida Kadhule. Hello guys, muko poa online church. Ya tuko poa na tuko 1-3, tuko Nairobi town. Sasa tuko Nairobi, na tuko Thika. Yes, Susan Mwank, please like and share. Yes guys, tuko 1-3, tuko 1-3. Kiingia mahali pale, ingia na like ndio hata tuanze na maombi. Ann Malion, hello minister, how are you doing? And praise God, I have the same spirit but I lack the one to hold my hand. How can I do it? Ann Malion, hello minister, how are you doing? And praise God, I have the same spirit but I lack the one to hold my hand. How can I do it? Utanipigia simu, ndio yangu 97 tuweza kuongea. Namba yangu ni 0791662817 0791662817. Hapo juu nimetest. Wewe umetest nini? Krida unajua ni mchokozi wewe. Krida amesema hivyo lazima Mungu anibariki na mtoto. Na nimuite Apostle Joshua. Ama wewe ndem nimuite mom in Jesus name. Hello Apostle. Praise God. Amen. Olini Kapesta, tuko huko kwenu Nairobi leo. Tuko huko kwenu Nairobi. Damadunge, Police 075. Apostle Joshua, bali za masiku nimekumisi. Asante sana kwa kunimisi, niko salama na tumesema kwamba tuko Nairobi. Shela Lopenga, hello Apostle, hello family. Yes, karibuni sana family. Ukiona anja ona you na nikali your message, salute message dear. Said hi ana mali repeat the number, namba yangu. We Kadhule, Prinda Kadhule, weka namba yangu hapo. Prinda Kadhule, kama uko hapa weka namba yangu kwa screen ili Ann Malion aweze kuipata. Mimi ni mjane pastor kuliko ingine. Kwani huku kuna paka? Kuliko ingine inatoa. Iko 17, 30. Imeenda 33 na ilikuwa nini? Ilikuwa 40. Hebu natoka guys, mbona mnatoka? Guys, mbona mnatoka? Guys, mbona mnatoka? This month semester na amesema aende tena. Okay, itaombea hayo Apostle Joshua. Judith Amason, Mungu akubariki sana. Ameniandika Apostle. Sawa. Shirika Lombenga. Ni net. Sawa guys, rudi pale. Namba, acha nipini namba yangu. Namba yangu ndio hiyo. Wacha niweze kuipini guys. Niweze kuipini. Tuko hapa Nairobi. Tutoki haraka. Mtu wa Nairobi. Tutoki haraka. Hatutoki haraka Apostle Joshua. Nataka kupini namba yangu ili mtu ambaye ako pale anasikia kwamba nataka kuongea na mimi, namba yangu ndio hiyo. Prinda, unaweza niandikia hiyo namba tena ni pin.
Okay, thank you guys. Thank you. 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 Tupatane guys. Hapa upate anointing haraka haraka. Yeah. Hey Apostle Joshua, Jacqueline Mapindu. Hey Apostle Joshua, yes. Yes, 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 yes. Kuna nini? Judith Mazon, tuko Nairobi. Tumekuja kufanya nini by the way? Yes guys. Yes, yes. So, tuingie kwa wingi pale. Tuko na ibada hapa kubwa sana. Na jina la Mungu linatukuzwa tu sahi. Share, like and share. Tukutane pamoja na tutafanya mambo makubwa. Mungu anisamee, nimetanganya boss na kichwa ili nirudi kwa room nisikie neno. Kita nagavianga ili kuchokoze. Yaani umetanganya Mungu. Umetanganya boss. Anyway, neno la Mungu ni la maana sana. Ameshinda akiwanya shule, akifika secondary please nimeshindwa. Smeli usisumbuke, tutaomba tukiwa kwa hii madhabahu na utaona vile Mungu atafanya kazi. So usiombe, usilie. Tunakuombea saa hiyo. Apostle, ombea my family. Asante sana Ibrahim Mola. Yes. So guys, tuko hapo Umoja 3. Tumepeana namba pale. Nataka kutupigia simu ujoin pamoja nasi. Karibu sana. Utatupata na tutafanya makubwa hapa. Tutafanya makubwa. Lazima kitaeleweka. There's God in heaven. Kuna Mungu aliye mbinguni. Kuna Mungu aliye hai. Kuna Mungu anayetenda. Kuna Mungu anayeinua. Kuna Mungu anayeponya. Kuna Mungu anayefufua vitu ambavyo vilikufa miaka nenda Luti. Mungu wetu akona uwezo wa kufufua na akona uwezo wa kusimamisha. So nakuja hapa siku ya leo nipe mtu tumaini, mtu ambaye amefika mwisho tu. Yes, give people location wakuje huko kwenye wako Nairobi, siku ni yenu leo. Yes. Yeah, utatuma hiyo location hapa. Apostle, ombea my daughter, amefula kitu kwa tumbo. Okay. Anaitwa nani? Janet Mwale. Anaitwa nani? Jocelyn Boka. Amen. Tutawapatia kitu inaitwa fin location. Ukihitaji piga simu, unatumiwa saa hii kitu inaitwa current location. Tukutumia saa hii mahali tulipo, uweze kukuja mahali hapa, tukutane 1-on-1 Umoja 3, watu Umoja 3. Alafu tuone kama tutafika kwa Njenga Mukuru. Lazima tusimame na watu wa kwa Njenga Mukuru. Hapo ndio nilikulia, hapo ndio nililelewa, na nimesikia juzi wamepomelewa. Yaani watu wangu lazima tulia na wao, tuombe Mungu, tuite Mungu ashuke mahali pale, makubwa na maajabu itendeke. So watu Umoja 3 mko wapi? Nataka kuona mtu wa Umoja 3 hapa. Nataka mtu wa Umoja 3 aniambie, Apostle, mimi niko Umoja 3. Janet Mwale jina lake ni Elizabeth. Sawa, tutaomba saa hii. Tutaenda kwanza na maombi, lakini watu wa Umoja 3 mko wapi? 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 Tunahitaji maombi ya Apostle Joshua. Tunaanza na maombi, lakini muniambie watu wa Umoja 3. Nataka kuona kwani watu wa Umoja 3 hawajawahi subscribe kwangu. Watu wa Umoja 3 mko wapi? Yes, ani Mirija, Apostle bia ndoa yangu saa hii tunaombea saa hii tuko kwa madhabahu. Yes, nataka kuona tu just only one mtu wa Nairobi. Mtu wa Umoja 3 ama kando yake. Mko wapi watu wa Umoja 3? Imagine uko kuna watu wa Umoja 3. Guys, share hiyo. Tuonane na watu wa Umoja 3. Apostle Joshua, huyu agent Belish Kamau mtaje arutisha pesa zangu. Agent Kamau, we mkora.
Wenye uliiba pesa za la Prinda Kathole, rejesha haraka. Na tunatuma moto. Komarok, Caroline Nafula Komarok. Kama loko siko hapa. Tuko hapo kona 3, tuko hapo 1-3, usikuje. Caroline Nafula kuja, tutapata hapa. Pika simu upewe Caroline Munombi Kimiliri kwa mbali sana. Kama loko ndiko karibu. Disciples officially. Hallelujah. Amen. Yes. So guys, tunataka tuanze na maombi, tukikojea wenyeji waweze kukuja na tutaomba na Mungu atatukuzwa na nifanye nini na huyu kweli pastor? Kwa nini anawacha university akiingia 30 year always? Yeah, hilo tafanya losi nipate kanisani Evans Gate Thika, ama ukuje mahali hapa niko Nairobi, utaniambia uko wapi, tujue vile takusaidia, maana hiyo ni law iko ndani yake ndio inamsumbua mtoto. Ana shida na utaona vile Mungu atafanya mambo, utaona vile Mungu atafanya mambo. Losi niko na Nakuru, na sijana tulikuwa hapo nini hapo nyama choma hapo karibu na Nakuru. Ya hapo Kikope. Na tungionana yeye kuja Nakuru, kutoka Nakuru si bali watu wanatoka mpaka Kisiwa na kuja kanisani Evans Gate Thika. Kuja Thika tukutane 1-on-1. Kifika Thika tu tutakusaidia, hiyo ni kitu kidogo sana hiyo. Mtoto aendelee na masomo. Sheila Lopenga, Losi tolea yeye dhabihu, asante sana. Tunaendelea. Susan Mwangi, Prinda, aki Mungu. Faige our agents na moto warutishe pesa. Nililipa kijana atima 500k kuya UK, agent akapotea nayo. Hao wanachomeka. Inapatikana lini? Inapatikana Friday na Tuesday ndio nakuanga pale kanisani Thika, ama Sunday ukikuja pale utanipata. Friday, Tuesday, namba iko pale. Ukifika Thika town nipigie simu tukuelezee vile ambavyo utakuja. Inapatikana lini? Inapatikana on Friday na Tuesday na Sunday. Friday, Tuesday, Sunday. Apostle nimekosa kazi kabisa, na mimi ni single mother, nitafanya nini? Hiyo ni kukuombea tu Afrika Masha. Hiyo ni kukuombea tu Mungu akufungulie milango ya kazi. Katika kitabu cha Matthew 18 maandiko yanasema kwamba ule mlango Yesu amefungua, hakuna mwanadamu wa kuufunga. Maandiko yanasema kwamba Matthew 18 nimewapa nguvu na uwezo wa kufungua milango. Chochote mtafungua hapa duniani kitafunguliwa mbinguni, na chenye mtafunga hapa duniani kitafunguliwa juu mbinguni, na kufungulia milango ya kazi kwa jina la Yesu. Losi utakuja, asante sana. Apostle Joshua, ombea sister yangu ako Umoja 1 apate kazi, na utuombee familia yetu. Simwambia kuja hapa nimuombee yeye, kama uko Umoja 1 na mimi niko Umoja 3, si akuje Umoja 3 tukutana na yeye. Tumuombee saa hii. Tuone kama atapata kazi. Akuje tumuombee saa hii. Tuone kama atapata kazi. Akuje saa hii. Akuje, ako wapi saa hii? Si akuje saa hii. Divina Machuka, Elo Apostol, ai. Juliana Depta, kama ako Umoja 1, mwambieni akuje guys. Habieni Juliana, mwambie akuje. Apige simu sasa hivi muelezee tuko wapi. Hata lipa pea, hata toa chochote. Nikuombewa tu, aombewe saa hii aone Mungu. Mungu aweze kuona Mungu. Aja, Sheila Lopenga, kuna sauti ya paka ndio tumekuja kuzipukuza. Wewe Sheila Lopenga, wewe ndio tumekuja kuzipukuza. Sio tumekuja tumejiambi. Hizi mapaka zetu tumekuja kuzipukuza mama. Ni watu. Hao ni watu. Tunawapukuza saa hii. Waambie watajua by force. Wacha tuanze maombi hapa kitaumana. Watajua wajui. Yes, ila Lopenga tumekuja hiyo kazi sisi. Tungetuita kikuwa kwa kuna majini atuachaki, tunakatakata yote.
Tuko banki wachawi wafunga majini. Tukikucha kwako ujue mafunga majini majirani wamepata shida. Kama amevuka majini shauri yake. Hello Apostle, how are you doing? Shalom Luto. Praise God Pastor. Niombe roho ya kung'ang'ana initoke. Asante. Roho ya kung'ang'ana initoke. Amen. Yes, hiyo roho inakutoka sasa. Sharon Luto. Amen, amen. Josephine Matisia said hi. Said hi. Hizo paka mnazosikia maandui, mtazisikia tena. Sinakaanga wapi? Sinakaanga wapi? Zinatembeanga tu wapi? huku kwa zinatoka kwa si za watu binafsi. Kila mahali kuna mapaka masaitani tu. I'm watching from Dubai. I'm Uganda. Thank you Pastor Joshua for your prayer you sent us. May God continue to protect you. Thank you sana Annette. Mungu akubariki sana ukiwa pale Dubai. Mungu akuinue, Mungu akutendee mema. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue. Watu wa Umoja 3 tunawangojea hapa. Apostle Joshua, mnabii wa uongo na mitume wameanza kupiga online. Sija kusikia. Apostle Joshua, mnabii wa uongo na mitume kupiga online. Hebu nielezee vizuri Peter Kadhule. Nao manabii na mitume tutakuja kujua kanisa zao siko wapi. Hao Apostle Joshua mnabii wa uongo na mitume wameanza kupiga. Sija kuelewa kupigana online. Na tutakuja kuwajua hao maneni tu. Niko kanisani, sitaki kuongea vibaya. Unataka niongee vibaya niko kanisani, si ndio? Wanakuja kutuambia makanisa zao siko wapi, wanahudumu wapi? Ndani aliwaita. Roho ya kukoza kuongeshewa mshahara. Yes. Roho ya kukoza kuongeshewa mshahara. Yes guys. Keza ulisema by February wataanza kupigana, watakulana by February 10 watakulana. Wow. Ngojieni mtajua mjui. Niliwaambia ikifika January 10 kitaeleweka. January 10 kitaeleweka. Mungu aliniambia vizuri sana. Wamejitokeza ulisema by February. Yes guys. Yes. Jote wengi watajitokeza. Bado wamejipicha kwa ile mashimo. Natuma moto. Jina la Mungu si ya kudhalauliwa, na Mungu mtumishi wa Mungu si hapa kwa mafuta si wa kudhalauliwa. Apostle Joshua wapi? Niko Umoja 3. Rollins muombe wacha niko hapa, ni kwa Masai. Hapa ni inaitwa Upendo Court. SDA Church. Rollins muombe tuko SDA Church. Hapa karibu na SDA Church. Karibu na SDA Church Umoja Pendo. Upendo Court. Upendo Court. Rollins muombe. Tuko karibu na SDA Church. Upendo Court. Upendo Court. Upendo? Court. Muelezee unajua ni kweli. Anasema ni karibu, ni kama anasema wani jirani. Si ukuja hapa basi tukuone Prinda Mumbe. Rollins Mumbe uko wapi kuja? Yes. Hello, good afternoon Apostle. Amen sana. Mbona ni kama uko tu hapo karibu na mimi? Yes, niko hapo karibu na wewe, si ukuje. Ni jirani. Karibu sana, karibu sana. Karibu sana. Pika simu uchukuliwe hapa nje. Tuko Upendo Court. Upendo Court. Rollins, kuja hapo kwanza usalimia watu online. Tunawasikia na kuja. Nawasikia na kuja. Huyu hata anaweza kuwa kwa mbali sana. Kama kwa hapa karibu kuja na usalimia watu. Ama tutafanya ibada yenyewe haionekana. Tutaomba hapa. Apostle, unaweza tembelea mtu kwake kwa nyumba. Niko kwa nyumba. Sasa Juliana Wambui umeanza ngani hizo naye?
Uko kwa nyumba wapi? Basi sawa. Juliana Wambuyu kwa nyumba wapi? Josephine Matizi karibu Mombasa. Mombasa tutakuja tu. Acha tukuja. Acha ipita ishe tutakuja Mombasa kuanzia Machi hapo. Hello Apostle, niombe nipate mume. Kila mara nikipata mtu after tumepanga kila kitu anapotea kwa njia sielewi. For now I have tried 3 people na wote walipotea mpaka saa hii naogopa kuanza tena. Okay. Ajela Chalo taken pointed, yeah? Point taken. Okay. Josephine Matisi tunakuja Mwembe Tayari. Imeitangwa Mwembe Tayari, imeitangwa aje? Kiembeni Mombasa. March kama ni mapenzi ya Mungu. Lawrence Mumbe amesema na wasikia na kuja, si ukuje saa hii. Piga simu, ukisikia simu hapo imepigwa hapo, muelezee aweze kukuja. Hello Apostle Melikialie, na inasikia sasa tutaanza na maombi na ili jina la Mungu liendelee kutukuzwa. Guys, mko pale? Tutajua bila tutaweka simu bila ambavyo mtakuwa mnaweza kutuona, na nataka tukaanze na maombi. Tuite Mwenyezi Mungu hapa. Uko hapo tu karibu, unasikia kwamba utasema kwamba utakuja, wewe karibu. Na Meru je? Meru naweza kuja, hakuna mahali siwezi enda. Lakini ukiniita kwako si unajua lazima ungalamike. Na hiyo si tafadhali. Simu ndio hiyo, chukua, mwelezea kwa wapi. Tikasi. Yes, naweza enda mahali popote nchi yote. Mahali popote. Angalia hapa unaona Joshua Generation. Hapo unaona Joshua Generation tuko hapa. So mahali popote pale unatuambia tukuje, tunakuja hata kama ni wapi. Hata kama ni mwisho wa Kenya tunakuja. Sasa ni Mutua karibu Kitui nitakuja, will come. Kitui wapi? Sasa ni Mutua Kitui wapi? Kitui wapi? Tukuje hapo Kitui. So nimeambia nani? Nimeambia Angela Chalo usiongope. Don't fear. Angela Chalo usiongope. Takuombea zaidi itafunguka. Ile mambo ambayo tunaomba tukiombea tukifungua hii madhabahu, hata nyinyi mnafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Lazima mbarikiwe, lazima muinuliwe. Nakuja kunena mema, tunakuja kunena makuu. Jacqueline Mapindu, Apostle Joshua kadipo Makueni pande gani? Jacqueline Mapindu Makueni pande gani? Kuna Makueni linajulikana sana ni ya Kekema, ya Mutituni, ya Olepa inaitwa namna gani hapo? Yes, so niambie ni Makueni gani, maana Makueni ni kubwa sana. Yes, Mastelas, amen. Mastelas, tuko Nairobi huko kwenu. Ndama ndunge kikunini sijui niwaambia. Mboni East. Mboni huko najulikana kama kitu kingine. Ulisia najulikana sana. Susani Mutua, Kitui Makele. Tunaweza kuja everywhere, tunaweza kuja kila mahali, tunaweza kuja. Sasa tuko tayari kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu. Tuko tayari kwa sababu ya kuhudumia wana wa Mungu. Tuko tayari kwa sababu ya kuhudumia watumishi wa Mungu. Gani sienda data. Yes guys. Kwetu ni kuombea watu, kutoa watu kutoka kwa mashaitani, kuangiza, kuwalete kwa Mungu. Yes. Oboso nasikia kuruti ushangu ponguti. Na pia nasikia ni baki hii Nairobi sijui nijigawe mara ngapi. I'm confused. Lapeka Musau, Susan Mutua kwetu ni Ekanga. Okay, kote tutakuja. So guys, tunaenda kwanza na maombi,
na najua kwamba Mungu atatembea, najua kwamba watu watafunguliwa, najua kwamba watu wataokoka, watamwona Mungu kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Yes. Pauline Odhiambo, ayo posta. Sio posta, ni pasta. Weka he hapo. Kuna wote Makueni. Yes. Wote Makueni na kujua huko kote, na kujua nishatembea, nishafanya huduma huko. Apostle, mipango yako Apostle, mipango ya kando ya maliza ndoa yangu. Okay, tutaomba na Mungu. So guys, nataka tuanze na maombi. Tuingie maombi hapa. Ni Umoja 3, mbona sikuoni? Domingo, uko Umoja 3 wapi wewe? Na mimi niko Umoja 3 hapa Upendo. Upendo what? Upendo Court. Upendo Court. Domingo niko Umoja 3 Upendo Court. Niko Upendo 3 Upendo Court. Niko Umoja 3 wapi? Karibu na SDA. Wewe uko wapi? Bwana asifiwe, amen. Lecho in, karibu. Anauliza, anasema anioni. Niko ndani ya nyumba, siko nje. Kuja Makueni Apostle, asante sana. Yeah. Niko Upendo Court. Domingo, kuja Upendo Court. Tapata gari imesimama hapo ya White Noah. Tanipata hapo. Ule anasema kwa Umoja 3 anioni. Siko kwa hewa. Niko ndani ya nyumba. Okay guys. Yes, karibuni sana. So mtaturuhusu wote tuingie katika ibada, lakini kabla hatujaingia, yes, Francis Sheika, be praised our spiritual father. Bwana asifiwe, amen. Na guys, nimepeana namba pale, utapika simu kama tuweze kukulete karibu. Praise God Apostle, I'm from a night shift and happy to be in. Asante sana sababu tumeweza kuonana, na sitawaacha hivi. Nataka tuombe ili tuendapo kwanza ibada, na hatutakuwa live sababu hii ni mambo yao, lakini mkitaka tukubali tunaweza kuwa live, na jina la Mungu litukuzwe. Bwana asifiwe, amen. Bwana asifiwe, amen. Naomba Pastor Nyaka uweze kuomba. Pastor. Yes. Naomba usimame uombee watu. Leo wajua hata uko hapa. Yes. Hawa watu wote wanakusikia. Amen. Tuombe. Yes. Na tuombe. Mungu ni asante Bwana kwa hata wakati huu ambao Bwana tumeweka katika chumba hiki mtakatifu ambacho mfalme wa falme ameweza kuinua madhabahu yako mahali hapa. Nasi sasa tumejiachilia tu mikononi mwako, tukiomba mfalme wema wako tu kaweze kututosha. Mtakatifu kazidi tunakutushikilia kwa mkono wako wa neema katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa wako Bwana walioko katika YouTube mtakatifu wa amani, Bwana wanaendelea kutufuatilia kwa wakati mtakatifu wa takatifu. Mungu tunawaachilia tu mikononi mwako mfalme wa falme, na kuomba Bwana wa jeshi na Mungu uishie, uacha Mungu nguvu zako zikaweze kuwashukia mahali pale walipo. Mtakatifu wacha wema wako ukaweze kuonekana juu ya maisha yao, na wakaweze Bwana ukuona katika mambo yao yote katika jina la Yesu Kristo. Bwana nanena baraka juu ya maisha mtakatifu wa takatifu, neno uponyaji kwa wale ambao Bwana wajiishi vyema mtakatifu wa amani. Wanaohitaji milango ikaweze kufunguliwa Bwana tunaifungulisha sasa katika jina la Yesu Kristo. Leo kuita Mungu wa majeshi na Mungu uishie. Bwana ukaweze kufungua mbingu lako na kuweza kuamulikia Bwana, na ndiposa wakaweze kuenenda kandi ya mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa na maovu yote na mipango yote ya shetani juu ya maisha ya wana wako mtakatifu watakatifu. Vita wanazozipitia mfalme wa falme tunazikataa, tunazipinga katika jina la Yesu Kristo.
madhabahu yaliyoinuliwa kinyume mpenzi yako mfalme wa falme, hata leo sasa tunaipomoa na tunaiharibu in the mighty name of Jesus Christ, na kuyainua madhabahu yako sasa mtakatifu, yatakaoweza kutetea na kupigania wana wako katika jina safi la Yesu Kristo. Mwaka huu wa 2026 mtakatifu wa amani, tunatangaza Bwana, hakuna kufungiwa mara nyingine tena. Waliotupimia maishani mwetu mfalme wa falme, Bwana tunatangaza wakati mfalme wa amani ya kwamba maisha yetu yatapimwa mara nyingine tena. Ni kwa maana hakika Mungu unaenda kutuma malaika wako watakao tushikilia na kutembea pamoja nasi katika jina safi la Yesu Kristo. Nimefungulisha hasa njia na milango yao wote mfalme wa falme. Bwana sasa ukaweze kuwafungulia Bwana mahitaji ya mioyo ya mtakatifu watakatifu, wacha Mungu ukaweze kuwapa in the mighty name of Jesus Christ. Mungu tunapoendelea Bwana na ibada ya siku njema ya leo, tunakuomba Mungu ukaendelea tu kwa pamoja nasi na ukaendelea Bwana kubariki na wana wako, na ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen guys. Amen guys. Amen. Tutaendelea. Utaandika tu mahitaji yako pale, tutayaona baada ya kutoka kwa comment section. Andika mahitaji yako pale, na tukimaliza hapa tutawaombea. Nataka tuweze kuingia sasa, tuongee kwanza na wao kidogo, then kutoka hapa tutakuwa na ibada hapa kubwa. Na tumesema kama uko hapa Umoja 3, wewe karibu sana, usipitwe na hii neema, usipitwe na hii baraka, usipitwe na hii baraka kwa utukufu wa jina la Yesu. Uko mahali pale unateswa na magonjwa, uko mahali pale unateswa na maandui, uko mahali pale unateswa na wachawi, uko mahali pale unateswa na waganga, tuite sisi tukuja hapo tukapigane na wao. We fearless, we careless. Kama vile nilisema jana, sisi tunaheshimu watu sana. Hata heshima nyingine haistahili, lakini sisi hatuongobangi chochote. Kama ni wafunga majini wakuje tupatane na wao. Wachawi waganga hatuongobangi. So guys, mbarikiwe sana, na tuko hapa Umoja 3. Piga simu kama uko Nairobi, tukuelezee vile utakuja na utaona Mungu in the name of Jesus. Wengine wanaogopa kuja kwa sababu wanasema kwamba wataonekana kwa mtandao. Kuja hapa Nairobi sasa na utaona vile Mungu atafanya mambo makubwa. Shalom.